Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kule kunako kina kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Wanalunyasi wazee wa nusu fainali, hapa wana fainali mbili. Hapa nazungumzia nusu fainali ya kombe la CRDB Federation Cup, lakini nusu fainali nyingine ambao wako nayo mkononi ni kuhusiana na kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini sambamba na hayo, klabu ya Simba inaonekana kutokupoa kabisa juu ya kufanya usajili. Wapo na nyota mpya kwenye kikosi chao, na sasa hivi anafanya mazoezi na kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kule unazungumzia Bunju, ambako klabu ya Simba ndio maskani yake, ambao wanakwenda kufanyia mazoezi mara baada ya kwenda kufanya ubaya ubwela pale KMC ama dimba la Benjamin Mkapa. Huo wakitoka pale wanakwenda kujifua kule Bunju. Sasa kule kumenaswa moja kati ya mchezaji mkubwa kabisa ambaye ametua kwenye kikosi chao, na leo hii afisa habari wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ali ameweza kuthibitisha juu ya taarifa hizo kuhusiana na nyota huyo mpya ambaye amesajiliwa kwenye kikosi cha Simba. Ametoka wapi, rekodi zake ni zipi, na amekuja kuchukua nafasi ya nani? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu klabu ya Simba inazo taarifa nyingi na mimi ambazo nimekusogezea ni hizi hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media, karibu tuzungumze kuhusiana hili kubwa ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Ibana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha mkuu bwana Fadlu Davis, ambaye alikuwa akiweza kuomba kuletewa nyota mwingine mpya ama nyota wengine wapya kwenye kikosi chake mara baada ya kuona mwenendo ambao unaonekana kutokumridhisha juu ya matendo ambayo yanatokea uwanjani, hususan kukosa nafasi, ufinyo kutotengenezwa kwa nafasi. Basi klabu ya soka ya Simba ikaona kupitia uongozi wake chini ya rais wa heshima, hapa nazungumzia Mo Dewji, ambaye kupitia ukurugenzi wake wakaweza kukaa chini na kuweza kutafakari nani ambaye anakuja kuongeza nguvu katika kikosi cha klabu ya soka ya klabu ya Simba Sport Club. Sasa taarifa zinaeleza kwamba klabu ya Simba Sport Club imeweza kukamilisha usajili wa nyota mkubwa kabisa kutoka pale nchini Serbia. Nani huyo anakwenda kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba? Utakwenda kufahamu. Unaambiwa ni kiungo mshambuliaji bora namba 10 Tanzania. Wengi wanajua ni Faisal. Hapana, sio Faisal. Faisal kwa klabu ya Simba inaonekana tayari wameshaweza kumpa kisogo kutokana na dili hilo kuweza kuingiliwa na manyamela wengi sana, ambao kila mtu anahitaji kuweza kupata saini ya Feitoto. Kunako huko unaambiwa Kaizer Chiefs wameweka dili lao na wenyewe mezani. Mara unasikia Wydad, mara unasikia klabu ya soka Young Africans, mara na wao wanaomiliki wenyewe bado wenyewe wanaendelea kumpandia dau. Hapa nazungumzia Azam FC. Sasa klabu ya Simba ikaona mashindano hayo kwao hawayawezi, hivyo basi wakaachana na dili la Faisal na kumtua nyota mwingine mpya kabisa ambaye anaingia kwenye kikosi chao. Unaambiwa kiungo mshambuliaji wa Tanzania Morris Abraham mwenye umri wa miaka 23, ambaye alikuwa katika rada za klabu ya Simba ya Tanzania kwa kimya, ambapo klabu ya Simba ilikuwa ikiweza kumfukuzia nyota huyo. Unaambiwa nyota huyo ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Spartak huko Subotica ya nchini Serbia, kwa sasa yupo huru mara baada ya kuachana na klabu yake hiyo kwa kuweza kumalizana kimkataba. Hivyo basi klabu ya Simba ikaona sasa ni fursa njema kuweza kumtua kijana huyo kutoka huko nchini Serbia na kuweza kumvuta arudi nyumbani Tanzania aweze kuonyesha umahiri ambao yuko nao ama ameweza kuchuma kutoka huko
nchini Serbia. Taarifa nilizozipata ni kwamba klabu ya Simba imempatia nafasi ya kufanya mazoezi wakati huu ambapo dirisha la usajili bado alijafunguliwa. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba sawa imeweza kumvuta nyota huyo kwenye kikosi chake, lakini hataweza kucheza katika michezo hii ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hata katika michezo ya ligi kuu, kombe la FA hatoshiriki kwa sababu hajaingia kwenye program ya Simba ambayo iko pale TFF. Hivyo basi bado hajasajiliwa. Kwa hiyo mpaka dirisha lifunguliwe ndio atakapoweza kuonekana nyota huyu kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, ambapo Simba wenyewe wamesema wamempatia nafasi ya kufanya mazoezi katika klabu yao ili kuthibitisha uwezo wake, ili msimu ujao awe miongoni mwa wachezaji wa Simba. Tayari yupo chini ya uangalizi mwa kocha Laboli. Hapa nazungumzia kocha Fadu Davis kwa sababu yeye ndo alopendekeza usajili wake. Hivyo basi unaambiwa yupo chini yake na ameendelea kuweza kupewa program maalum za kuweza kuchakata umaili wake. Je, kweli klabu ya Simba inapaswa kumsajili Morrison Abraham? Hivyo basi unajilizisha kutokana na mazoezi ambayo anampatia pale Bunju, Dar es Salaam, ambapo nimekwambia atakuwa chini ya uangalizi wa kocha Fadu Davis ambaye anaendelea kumwangalia kwa umakini zaidi uwezo wake huo, ambapo Morrison Abraham huyu ambaye anasajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba ana faida tatu kubwa muhimu ambazo klabu ya Simba imeziona kwa nyota huyu. Sababu ya kwanza, unaambiwa ana uwezo wa kucheza katika nafasi nyingi kama namba 7. Hapa namba 7 sasa unakutana na nafasi ambayo anacheza Kibu Dennis mkandaji. Unaambiwa hiyo nafasi Morrison Abraham anaweza kuicheza vizuri kabisa na usiweze kuona pengo lolote. Lakini katika nafasi nyingine ambayo anaweza kuigusa vizuri kabisa na watu msiamini ni nafasi ya namba 10, ambayo hii ndio namba yake special kabisa, ambayo pale klabu ya Simba imeona kuna mapungufu katika eneo la namba 10 ambako anacheza Jean Charles Ahoua kwa sasa, ambapo ndio inaelezwa kwamba hapo ndio kwenye mapungufu ambapo Morrison Abraham anapaswa kuweza kukaa katika nafasi hiyo. Lakini inaelezwa katika nafasi nyingine ambapo anaweza kucheza ni maeneo ambapo anatokea Elie Mpanzu katika eneo la namba 11 ambako anaweza kutokea pembeni na kuweza kushusha mashambulizi kama ilivyo kawaida. Lakini pia kama namba 8 wakati mwingine anaweza kucheza katika timu ya taifa ya vijana. Alikuwa naoza na alikuwa na kiwango bora sana katika nyakati alizocheza. Simba kwa sasa wanahitaji wachezaji wenye uwezo mkubwa ili kufanya timu yao kuendelea kuwa hatari katika mashindano yote watakayoshiriki katika msimu ujao, hasa mashindano ya kimataifa ambako ndio lengo kubwa ambalo klabu ya Simba ndoto zake ni kuweza kuwa timu ya kwanza Tanzania kuleta taji la kombe la shirikisho ambako wapo katika hatua ya nusu finali. Kama wakifanikiwa kufuzu, basi itakuwa wanakwenda katika hatua ya finali, watakuwa na nafasi ya kuweza kukamilisha kile ambacho wanachokihitaji. Tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi ziko zipi juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, usisahau kusubscribe na kubonyeza